Mpenzi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi, karibu katika simulizi hii ya kusisimua na yenye mafunzo mazito inayohusu usaliti, wivu wa ndugu na nguvu ya ajabu inayolinda wasio na hatia. Maisha ya Rolinda na mwanawe wa pekee, Joakim, yalikuwa yamejaa heri na baraka mpaka pale mdogo wake, Keisha, alipoingiwa na roho ya kiza. Kwa chuki isiyo na sababu, Keisha alifunga safari kwenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta mauti ya mtoto huyo wa pekee ili kuizima furaha ya dada yake. Alikabidhiwa dawa ya kifo ili aiweke chini ya mto wa Joakim, akiamini kuwa huo ungekuwa mwisho wa tabasamu katika nyumba ile. Lakini asichokijua Keisha ni kwamba uovu na malipo yake hapa duniani. Badala ya kifo kumfika Joakim, joka kubwa la kutisha lenye vichwa 7 liliibuka kutoka katika giza na kuanza kumtesa Keisha, likimtaka akiri uovu wake kabla halijammega. Je, nini kilitokea baada ya hapo? Usaliti huu uliishia wapi? Kabla hatujaanza simulizi hii, tafadhali like, comment bendera ya nchi yako unayotokea, subscribe kisha share video hii ili wengine wapate mafunzo haya. Tuanze simulizi yetu. Ni siku tulivu na pia yenye kuvutia na upepo mwanana unaovuma kutoka magharibi kuelekea mashariki. Upepo huo ulibeba harufu nzuri ya maua ya msimu na sauti za ndege waliokuwa wakiimba kwa madaha juu ya miti mirefu iliyozunguka mji wa Tupendane. Katika mji huu, ambapo jina lake lilisadifu maisha ya wakazi wake, kulikuwa na nyumba moja iliyojipatia sifa ya kipekee kwa utulivu na upendo. Hii ilikuwa ni nyumba ya Bwana Isaac na Rolinda. Siku hii haikuwa ya kawaida, kwani ilikuwa ni kumbukizi ya neema kubwa iliyowahi kuingia katika maisha yao. Furaha ikiambatana na kicheko vilitamalaki katika nyumba ya Bwana Isaac na Rolinda waliobahatika kupata mtoto mwanamume waliyemwita Joakim. Kwa miaka mingi, Bwana Isaac na Rolinda walikuwa wameishi kwa kuvumiliana, wakishirikiana katika shida na raha, lakini mioyo yao ilikuwa na ombi moja ambalo lilichelewa kujibiwa. Walitamani kuitwa baba na mama. Walipompata Joakim, ilikuwa ni kama mwanga mpya umezaliwa gizani. Kicheko chake kilikuwa muziki masikioni mwao, na kila hatua ya ukuaji wake ilikuwa ni sherehe tosha kwao. Nyumba yao iliyokuwa kimya kwa muda mrefu, sasa ilijaa kelele za kitoto, michezo na hadithi za furaha ambazo ziliwavuta hata majirani kuja kushiriki neema hiyo. Joakim alikuwa ni kijana mwelevu, mpole na mstaarabu sana kutokana na malezi bora aliyolelewa na baba na mama. Kila mmoja katika mji ule wa Tupendane alifurahishwa na malezi ya Joakim. Tangu akiwa mdogo, Joakim alionyesha ukomavu uliowashangaza wengi. Alikuwa na uwezo wa kipekee wa kuelewa mambo kwa haraka, kuanzia masomo yake ya shuleni hadi kazi ndogondogo za nyumbani. Hakuwahi kuwa mtoto wa kuleta fujo mitaani au kugombana na wenzake. Badala yake alikuwa kiunganishi cha amani miongoni mwa vijana wenzake. Kila mzazi katika mji wa Tupendane alitamani mtoto wake awe na tabia kama za Joakim. Alikuwa akiamka mapema kusaidia kazi za nyumbani kabla ya kuelekea shuleni, na alirudi nyumbani moja kwa moja bila kupoteza muda katika michezo isiyo na tija. Malezi ya Bwana Isaac na Rolinda yalijikita katika misingi ya unyenyekevu, nidhamu na kumcha Mungu. Hawakumlea Joakim kwa kumdekeza kupita kiasi licha ya kuwa mtoto pekee, bali walimfundisha thamani ya kufanya kazi kwa bidii na kuheshimu kila mtu, mdogo kwa mkubwa. Hii ilimfanya Joakim awe kipenzi cha wengi. Wazee wa mji walimbariki kila walipokutana naye njiani, wakisifu adabu yake ya kusalimia kwa unyenyekevu na utayari wake wa kusaidia pale alipoona mzee amelemewa na mzigo. Bwana Isaac na Rolinda hawakubahatika kupata mtoto mwingine mpaka ulipowadia uzee wao, hivyo furaha na tumaini lao lilikuwa kwa mtoto wao wa pekee, Joakim. Hali hii iliongeza uzito wa majukumu mabegani mwa Joakim, lakini hakuwahi kuichukulia kama mzigo, bali kama heshima kubwa. Wazazi wake walimuona yeye kama mlinzi wao, mfariji wao na mrithi wa kila jasho walilolitoa. Kwa Bwana Isaac, Joakim alikuwa ni nguvu ya mikono yake iliyoanza kulegea kwa uzee, na kwa Rolinda, mtoto huyo alikuwa ni pacha wa roho yake aliyejua kusoma tabasamu na huzuni yake kabla hata hajasema neno. Kadiri miaka ilivyosogea, Joakim alikuwa na kuwa kijana wa makamo mwenye haiba ya kuvutia. Elimu yake iliendelea vizuri na busara zake ziliongezeka maradufu. Katika kila mazungumzo ya kijamii, jina la Joakim lilitajwa kama mfano wa vijana wanaopaswa kuigwa. Wazazi wake walimtazama kwa fahari kuu, wakijua kuwa hata kama wataitwa mbele za haki, wangeacha alama njema duniani kupitia mtoto wao. Upendo uliotawala katika familia hiyo ulikuwa kama kinga dhidi ya dhoruba yoyote. Mazingira ya nyumba yao yalijawa na bustani nzuri ya maua na mboga, ambapo mara nyingi jioni walikaa wote watatu wakinywa chai na kubadilishana mawazo.
Mazungumzo yao yalitawaliwa na matumaini ya baadaye, jinsi Joakim atakavyomaliza masomo yake ya juu, atakavyopata kazi nzuri na labda siku moja kuanzisha familia yake mwenyewe. Maisha katika nyumba ya Bwana Isaac na Rolinda yaliendelea kuwa kielelezo cha amani na utulivu, mpaka pale mabadiliko yasiyotarajiwa yalipoanza kubisha hodi mlangoni mwao. Siku moja walitembelewa na aliyekuwa ni mama yake mdogo na Joakim, aliyeitwa Keisha. Kuwasili kwa Keisha kulipokewa kwa mikono miwili na nyuso zilizokunjuka kwa tabasamu, kwani katika utamaduni wa mji ule wa tupendane, ugeni ulikuwa ni baraka na neema kutoka kwa Mungu. Rolinda, akiwa ni mwanamke mwenye roho ya ukarimu na upendo usio na kifani, alijawa na furaha kupokea ugeni huo, na waliendelea kuishi naye kwa amani na furaha. Kwa majuma ya kwanza, Keisha alionyesha kuwa mgeni mwema, akishirikiana na dada yake Rolinda katika kazi za nyumbani, mapishi na hata mazungumzo ya jioni. Rolinda alimfungulia Keisha moyo wake wote, akimkarimu kwa vyakula bora, mavazi na kumpatia chumba kizuri cha kulala, akiamini kuwa damu ni nzito kuliko maji. Alimchukulia Keisha kama sehemu ya kiini cha familia yake, akimshirikisha katika siri za mafanikio yao na furaha waliokuwa nayo kwa mtoto wao pekee, Joakim. Joakim naye, kwa malezi yake ya heshima, alimthamini mama yake mdogo na kumhudumia kwa kila hitaji alilohitaji mgeni huyo. Kwa bahati mbaya, kadiri siku zilivyozidi kwenda, Keisha alibadilika na kuingiwa na wivu juu ya maisha aliyoishi dada yake Rolinda, na kutamani kuiondoa furaha ya dada yake yule, ambapo kila siku na kila saa alitafuta ni kwa namna gani angeweza kuondoa furaha ya dada yake. Wivu huu haukuwa na msingi wowote wa mantiki, badala yake ulikuwa ni wivu wa kiza uliotokana na yeye kujilinganisha na dada yake. Kila alipotazama jinsi Bwana Isaac alivyomheshimu na kumthamini mke wake, Keisha alihisi uchungu moyoni. Kila alipoona jinsi Joakim alivyokuwa kijana bora, mwenye afya na mustakabali mzuri, Keisha alijawa na ghadhabu badala ya faraja. Alianza kuona kuwa neema yote iliyomzunguka dada yake ilikuwa ni kero kwake, na akajenga chuki ya siri iliyoota mizizi ndani ya nafsi yake. Badala ya kufurahia neema aliyokutana nayo, Keisha alianza kutumia muda mwingi akiwa peke yake akitafakari hila. Alitazama nyumba ile iliyojawa na kicheko na kuona kuwa ni lazima kicheko hicho kigeuke kuwa kilio. Kwake, furaha ya Rolinda ilikuwa ni dhihaka kwa maisha yake yeye mwenyewe yaliyokuwa yamejaa upweke au kutokuridhika. Roho ya ushindani isiyo na tija ilimtawala, na kila neno la sifa ambalo majirani walimpa Joakim lilikuwa kama msumari wa moto kwenye moyo wa Keisha. Alianza kuandika ramani ya uharibifu kichwani mwake, akitafuta sehemu dhaifu ya kuipiga familia hiyo ili ishindwe kujiinua tena. Baada ya kutafakari kwa muda mrefu, aligundua kuwa nguzo kuu ya furaha, matumaini na fahari ya familia ile ilikuwa ni kijana Joakim. Alijua fika kuwa Rolinda na mumeo walikuwa wamewekeza roho zao zote kwa mtoto huyo. Hivyo, aliamua kwenda kwa mganga kutaka kuondoa furaha ya dada yake kwa kumuua kijana wake Joakim, ili kusudi maisha yake yajawe na huzuni siku zote. Huku akiwa amejifunika utaji wa siri, Keisha alifunga safari kuelekea misitu ya mbali, mahali ambapo giza lilitawala na ambapo mganga mmoja maarufu kwa kazi za uharibifu aliishi. Alipofika mbele ya mganga huyo, Keisha hakuonesha kusita wala kutetereka. Moyo wake ulikuwa umefanywa kuwa mgumu kama jiwe na chuki. Alieleza kwa kina jinsi alivyotaka Joakim aondolewe duniani, si kwa sababu Joakim alimkosea, bali ili tu kuona machozi ya dada yake yakitiririka bila kikomo. Mganga alimtazama kwa mshangao kidogo, akiona ukatili uliopitiliza kwa mwanamke anayetaka kuangamiza damu yake mwenyewe, lakini kwa sababu ya tamaa ya fedha na nguvu za giza, mganga huyo alikubali ombi lake. Keisha alisisitiza kuwa hataki kifo cha kawaida, anataka pigo litakaloiacha familia hiyo katika giza nene la majonzi ya milele. Hakuwa na sababu yoyote ya kufanya vile, bali ni wivu na chuki ndoo vilimpelekea kutaka kufanya hivyo, licha ya upendo alioonyeshwa wakati wote yupo kwa dada yake. Hii ndiyo asili ya usaliti, pale unapofanyiwa wema na kujibiwa kwa shari. Rolinda alikuwa bado akimwandalia Keisha vyakula vizuri na kumzungumzia kwa maneno matamu mbele ya majirani, akijivunia kuwa na mdogo wake nyumbani, bila kujua kuwa mdogo wake huyo alikuwa ameshatia saini mkataba wa mauti dhidi ya mwanawe. Katika lile pango la giza lililojaa harufu ya moshi wa ajabu na madawa ya kiasili, mazungumzo ya hila yaliendelea kati ya Keisha na yule mtabiri wa mauti. Mganga naye hakusita, bali alitaka kukidhi matakwa ya mteja wake, akampatia dawa ambayo angeweza kumwekea mahali anapolala Joakim. Mganga huyo mwenye macho yaliyotoa mwanga hafifu wa kutisha, alimkabidhi Keisha kifurushi kidogo kilichofungwa kwa kitambaa cheusi, akimwonya kuwa dawa hiyo ilikuwa na nguvu za ajabu ambazo zingeweza kukatisha uhai wa kiumbe chochote kilichogusa mto wake.
Hakukuwa na huruma katika vidole vya Keisha alivyopokea mauti yale. Badala yake alihisi ushindi wa mapema. Alipokea dawa ile na kuahidi kufanya kama alivyoelekezwa na mganga yule na kudai angeweza kufanya kama alivyoambiwa. Safari ya kurudi nyumbani kwa Keisha ilikuwa fupi moyoni mwake kwa sababu ya shauku ya uharibifu aliyokuwa nayo. Alipofika nyumbani kwa Rolinda, alijitahidi kuficha hofu na wasiwasi wake nyuma ya tabasamu la kinafiki. Siku hiyo, muda ulionekana kwenda polepole sana kwake. Alikuwa akitazama saa kila mara, akisubiri giza liingie na kila mwanafamilia aingie katika shughuli za mwisho wa siku. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi, si kwa sababu ya majuto, bali kwa hofu ya kukamatwa kabla ya kukamilisha azma yake mbaya. Usiku ulipoingia, familia ilikutana mezani kama ilivyokuwa desturi yao. Kulikuwa na harufu nzuri ya chakula cha jioni na sauti za furaha za Bwana Isaki na Rolinda ziliendelea kurindima nyumbani hapo. Keisha alikuwa akila kwa shida, akijifanya mnyonge ili asivute hisia za watu. Baada ya chakula cha usiku, Keisha alikimbilia chumbani kwa kijana yule aliyekuwa hana hatia, akainua mto ambao Joakim alikuwa akiutumia kupumzisha kichwa chake baada ya masomo magumu, na kuingiza kifo kile cha siri. Kila hatua aliyopiga kurudi sebuleni ilikuwa na uzito wa usaliti. Alijaribu kurekebisha mavazi yake na kupumua kwa utulivu ili asionekane kuwa na wasiwasi. Machoni mwake aliona picha ya kesho asubuhi ambapo nyumba hiyo ingegeuka kuwa uwanja wa vilio na simanzi. Alijihakikishia kuwa baada ya usiku huo, ile nuru ya Joakim ingezimika milele na dada yake Rolinda angeingia katika kipindi cha giza ambacho hakitakuwa na mwisho. Hata hivyo, mara nyingi mipango ya mwanadamu inapogongana na hatima ya Mungu, matokeo huwa tofauti kabisa na matarajio. Cha kushangaza, alivyofika sebuleni, hakumkuta Joakim, bali wazazi wake waliokuwa wako kwenye mazungumzo yaliyotawaliwa na furaha. Nyumba ilikuwa na utulivu wa ajabu, lakini kutokuwepo kwa Joakim kulimfanya Keisha ahisi pigo kifuani mwake. Mpango wake ulikusudia kuwa Joakim angeingia chumbani kwake mara baada ya chakula. "Joakim yuko wapi?" aliuliza kwa shauku kubwa. Sauti yake ilitetemeka kidogo, akijaribu kuificha shauku ile nyuma ya udadisi wa kawaida wa mama mdogo anayemjali mwanawe. Macho yake yalihama huku na kule, akitafuta ishara yoyote ya kijana huyo. Ametoka na rafiki yake wa hapo jirani na ameomba alale huko sababu wazazi wa rafiki yake huyo wapo safari. Ilikuwa ni sauti ya mama yake akimjibu kwa tabasamu. Rolinda alimweleza Keisha kuwa rafiki yake wa karibu na Joakim alikuwa peke yake nyumbani na alihitaji kampani ya rafiki yake mpendwa. Jibu hilo lilikuwa kama radi kwa Keisha. Yeye alikuwa ameweka mauti chini ya mto, akisubiri mwathirika wake alale, lakini mazingira yamebadilika katika dakika za mwisho. Alihisi hasira na kuchanganyikiwa. Je, dawa ile ingebaki na nguvu zake mpaka kesho? Au je, hii ilikuwa ni ishara kuwa kuna nguvu kubwa zaidi iliyokuwa ikimlinda Joakim? Rolinda, bila kujua kilichokuwa kinaendelea ndani ya kichwa cha mdogo wake, aliendelea kumsifia mwanawe kwa jinsi alivyo na moyo wa huruma wa kwenda kumfariji rafiki yake. Kwa Keisha, maneno hatari ya sifa yalikuwa kama chumvi kwenye kidonda. Alikaa pale sebuleni akijisikia kama mfungwa wa njama zake mwenyewe. Kila kicheko cha Rolinda kilimkumbusha kuwa jaribio lake la kwanza limegonga mwamba. Keisha alijikuta katika hali ya sintofahamu, kurudi chumbani kwa Joakim kuichukua dawa ile au kuiacha huko. Hofu ya kukutwa akiingia chumbani mwa mtoto wa watu wakati huu ilimfanya ashindwe kuchukua hatua yoyote ya haraka. Usiku huo, Keisha hakupata usingizi. Alikuwa akifikiria juu ya kile kifurushi kilichoko chini ya mto wa Joakim. Alijiuliza ikiwa maajabu yale ya mganga yangefanya kazi kwa namna nyingine. Giza la usiku lilikuwa likimzonga, na kila sauti ya upepo ilisikika kama onyo masikioni mwake. Wakati Bwana Isaki na Rolinda wakilala kwa amani, wakimshukuru Mungu kwa maisha ya mwanao, Keisha alikuwa akitaabika na roho yake ya wivu. Mpango wa giza ulikuwa umeanza kupata mikwamo, na hii ilikuwa ni mwanzo tu wa mnyororo wa matukio ambayo yangekuja kumbadilisha Keisha na familia ya Rolinda milele. Mji wa Tupendane uliendelea kuwa kimya, huku mwezi ukiangaza nyumba ile ambayo ndani yake mauti yalikuwa yamefichwa chini ya mto, yakisubiri mwili ambao haukuwepo. Ule upendo wa Rolinda na uaminifu wa Joakim uliendelea kuwa ngao ambayo Keisha hakuweza kuiona kwa macho ya nyama, lakini ilikuwa ikifanya kazi ya kuwalinda dhidi ya hila zote za adui aliyekuwa akiishi nao ndani ya paa moja. Giza la usiku liliendelea kutanda, lakini ndani ya moyo wa Keisha kulikuwa na giza nene zaidi kuliko lile la nje. Keisha alichukizwa sana kwani mpango wake haukutimia kwa wakati alioutaka. Alienda chumbani kwa Joakim na kuchukua ile dawa, kisha alielekea chumbani kwake kupumzika akijawa na hasira.
Hasira hiyo ilikuwa inamfanya ahisi moto ndani ya mishipa yake. Hakutarajia kuwa Joakim angepata sababu ya kutolala chumbani kwake usiku ule wa kwanza. Alipokuwa ameshika kile kifurushi cha dawa mkononi mwake akiwa chumbani kwake, alikitazama kwa chuki, akihisi kama vile hata ile dawa ilikuwa inamdhihaki kwa kushindwa kwake. Hakupata usingizi. Kila mara alipofumba macho, aliona sura ya dada yake Rolinda ikitabasamu, jambo lililomfanya azidi kupandwa na morali ya kutaka kumwangamiza Joakim ili tu kufuta tabasamu hilo. Siku iliyofuata ilianza kwa utulivu wa kawaida wa mji wa Tupendane, huku mwanga wa jua ukichomoza na kuleta matumaini mapya kwa wengi, lakini kwa Keisha ilikuwa ni siku nyingine ya kuishi na siri ya mauti. Muda mfupi baada ya kifungua kinywa, Joakim alirudi nyumbani tayari kujiandaa kuelekea shuleni, kwani alikuwa akisoma chuo kwa wakati huo. Aliwasalimu kwa pamoja kisha alifanya maandalizi yake na kwenda chuoni. Sauti ya Joakim ilikuwa ya uchangamfu na alionekana kuwa na nguvu mpya baada ya kulala kwa rafiki yake. Alimshukuru mama yake kwa chakula na kumuaga mama yake mdogo Keisha kwa adabu ile ile iliyomfanya apendwe na kila mtu. Keisha alijibu kwa mkato, akijari kutomtazama kijana huyo machoni, akihofia kuwa labda dhamiri yake iliyobaki kidogo ingemsaliti. Siku nzima, Keisha alikuwa kama mtu aliyepagawa. Alikuwa akifanya kazi za nyumbani, lakini akili yake ilikuwa ikipanga namna ya kurudia jaribio lake. Alijisemea moyoni kuwa safari hii hatakubali kosa lolote litokee. Alihakikisha anafuatilia kila harakati za Joakim tangu aliporudi kutoka chuoni mchana kutwa. Alitaka kuwa na uhakika wa 100% kuwa kijana huyo angelala kwenye kitanda chake usiku huo. Hakutaka kumsikia rafiki yoyote akija kuomba msaada wa kampani, wala hakutaka kusikia dharura yoyote ya kifamilia iliyoweza kumtoa Joakim ndani ya nyumba. Jioni ilivyowadia, mama yake mdogo alirudi chumbani kwa Joakim na kuweka ile dawa chini ya mto. Basi wakati ukawa umefika ambapo Joakim hakutoka tena kwa siku hiyo. Alivyomaliza chakula cha usiku, aliingia chumbani kwake kupumzika, kwani alikuwa amechoka sana. Keisha alisimama mlangoni mwa chumba chake, akisikiliza sauti ya mlango wa Joakim ukifungwa. Alisikia sauti ya kitanda kikilia kidogo, ishara kuwa Joakim amejitupa kitandani na kuweka kichwa chake juu ya ule mto wenye mauti. Moyo wa Keisha ulianza kupiga kwa nguvu ya ajabu. Safari hii ilikuwa imekamilika. Alirudi kitandani kwake na kujifunika blanketi, akisubiri kusikia sauti ya mshtuko, kilio, au hata ukimya wa kutisha uliopitiliza ambao ungeashiria kuwa kijana huyo amekata roho. Alibaki macho kwa saa kadhaa, akitafakari jinsi atakavyojifanya ana huzuni kesho asubuhi wakati mwili wa Joakim utakapogunduliwa. Alipanga maneno ya faraja kwa dada yake, huku ndani akicheka kwa ushindi. Hata hivyo, asubuhi ilipofika, hali haikuwa kama alivyotarajia. Cha kushangaza ni kwamba siku iliyofuata Joakim aliamka mzima kabisa, tayari kujiandaa kwenda chuoni. Hali ile ilimnyima amani Keisha na kuhisi huenda alikosea masharti au alishtukia mpango wake wa kutaka kumwangamiza Joakim. Keisha alitoka chumbani kwake na kumkuta Joakim jikoni akinywa maji, akionekana mchangamfu zaidi kuliko hata siku zilizopita. Ngozi ya kijana huyo ilikuwa inang'aa na hakuwa na dalili yoyote ya kuugua wala kudhoofika. Hali hii ilimfanya Keisha apate kizunguzungu cha ghafla. Inawezekanaje? Aliuliza moyoni mwake. Dawa ile ilitakiwa kumuua mtu yoyote ndani ya masaa machache tu ya kugusa mto, lakini Joakim alionekana kana kwamba amepata baraka badala ya laana. Keisha alianza kujiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Je, mganga alimlaghai na kumpa unga wa kawaida usio na nguvu yoyote? Au je, Joakim alikuwa na kinga ya siri ambayo yeye hakujua? Mashaka yalianza kumtafuna. Alianza kuhisi kuwa labda Bwana Isaki na Rolinda walikuwa wamegundua njama yake na walikuwa wanacheza mchezo wa kisaikolojia naye. Kila tabasamu la Rolinda sasa lilionekana kwake kama kejeli. Kila neno la shukrani kutoka kwa Joakim lilisikika kama dhihaka. Amani iliyotawala katika nyumba hiyo ikawa ni mateso makubwa kwa Keisha, kwani hakuweza kuelewa ni kwa nini uovu wake ulikuwa unadunda mbele ya usafi wa kijana yule. Hofu ilianza kumuingia Keisha. Alianza kuhisi kuwa mchezo huu ulikuwa hatari zaidi kuliko alivyofikiri. Ikiwa dawa haikufanya kazi, basi kulikuwa na jambo lisilo la kawaida linalomlinda Joakim. Alianza kuangalia pembe za nyumba kwa wasiwasi, akihisi kama kuna macho yasiyoonekana yanayomfuatilia. Yale masharti ya mganga yalianza kumrudia kichwani. Mganga alikuwa amemwambia kuwa dawa ile ni ya uhakika, isipokuwa tu kama mhusika ana mkono wa Mungu au kinga ya mababu. Keisha hakutaka kuamini katika mambo hayo, alitaka tu kuona uharibifu. Lakini kuona Joakim akiondoka kwenda chuoni kwa hatua za madaha, kulimfanya Keisha ajihisi kuwa yeye ndiye anayekufa polepole kwa msongo wa mawazo na roho ya wivu inayomla kwa ndani.
Alikaa kwenye kochi la sebuleni, mikono ikiwa inatetemeka, akijua kuwa lazima atafute majibu kabla ya jambo lingine baya zaidi halijatokea. Lakini safari hii, hofu yake ilikuwa imeanza kumzidi nguvu hata ile chuki yake awali. Baada ya Joakim kuondoka kuelekea chuoni huku akiwa mchangamfu kama kawaida, Keisha alibaki ameduaa akishindwa kuamini macho yake. Akili yake ilikuwa imevurugika kabisa. Alihisi lazima kuna jambo limeenda kinyume na alivyopanga. Joakim alivyoondoka, Keisha alirejea pale alipoiweka dawa kuthibitisha kama kweli aliiweka chini ya mto. Kilichomshtua zaidi ni baada ya kukuta kile kifurushi cha dawa hakipo. Alijawa na uoga sana. Mara alivyotazama pembeni, alistaajabu kuona joka kubwa likimtazama na kutoa sauti za mungurumo likitaka kummeza. Joka lile halikuwa la kawaida, lilikuwa na ukubwa wa kutisha, likiwa na magamba yaliyotoa mwanga wa kijani kibichi na macho mekundu kama makaa ya moto. Sauti yake haikuwa ya nyoka wa kawaida, bali ilikuwa ni mungurumo mzito uliotikisa kuta za chumba kile, ukimfanya Keisha ahisi kama mbingu zinamwangukia. Hofu ilitanda katika kila mshipa wa damu mwilini mwake. Aliogopa sana, aliishiwa nguvu na kuanguka chini na kupoteza fahamu. Dunia ilizunguka mbele yake na giza likamfunika. Hakujua ni muda gani ulipita akiwa katika hali hiyo ya kutokuwa na fahamu, lakini roho yake ilikuwa ikitaabika katika ulimwengu wa ndoto za kutisha ambapo alijiona akifukuzwa na viumbe wa ajabu. Alivyoshtuka alijikuta amelala kitandani akiwa amezungukwa na familia yote, yaani dada yake Rolinda na shemeji yake pamoja na Joakim aliyetaka kumwangamiza. Macho yake yalipofunguka, alikutana na nyuso zenye huruma na upendo, jambo ambalo lilikuwa pigo kubwa kwa dhamiri yake iliyojaa uovu. Walikuwa wakimpepea na kumpatia maji baridi, wakihofia kuwa mgeni wao amepatwa na ugonjwa wa ghafla usio na maelezo. Nini kimenipata? Keisha aliuliza akionekana mwenye shauku kubwa, sauti yake ikiwa dhaifu na yenye kutetemeka. Alikuwa bado anahisi ule ubaridi wa joka lile ndani ya chumba cha Joakim. Ulianguka shemeji ukiwa chumbani kwa Joakim, ndipo tulipokuchukua na kukuleta chumbani kwako, na tunamshukuru Mungu sasa umeamka, maana tulijawa na hofu sana. Ilikuwa ni sauti ya shemeji yake iliyoambatana na tabasamu baada ya kumuona hali yake imerudi kama mwanzo. Bwana Isaac alionyesha ukarimu wa dhati kabisa, akimwambia Keisha kuwa pengine alizidiwa na uchovu wa kazi za nyumbani au mabadiliko ya hewa. Joakim naye alisimama kando ya kitanda, akimtazama mama yake mdogo kwa jicho la huruma, akimwombea kwa Mungu apate nafuu ya haraka. Wema huu ulimchoma Keisha kuliko kisu cha moto. Hata hivyo, amani ile ya muda mfupi ilitoweka ghafla. Mara kabla hajaongea lolote tena, lile joka lilijitokeza na kuongea kwa sauti kubwa na kumwambia Keisha, unatakiwa ukiri ulilotaka kufanya kwa dada yako, ndipo na mimi nitakapotulia. Bila hivyo utaniona hapa kila siku. Liliongea na kutoweka. Joka lile lilikuwa limetokea katikati ya watu wale, likisimama juu ya sakafu kwa madaha ya kutisha. Sauti yake ilikuwa ya mamlaka na ilijaa hukumu. Kwa Keisha, muda ulisimama. Alikuwa akiona kila kundi la magamba ya joka hilo likicheza, na harufu ya uvundo ilijaza pua zake. Joka lile lilimtaka afanye kitu ambacho Keisha hakutaka kukifanya, kukiri uovu wake mbele ya watu waliomfanyia wema usio na kifani. Keisha aliogopa sana na kuanza kupiga kelele pale pale. Lilikuwa joka la kutisha sana lililokuwa na sura ya mtu asiyemfahamu, na kwingine kote alikuwa ni nyoka. Sura ile ya mtu ilikuwa na macho yenye huzuni na hasira wakati huo huo, ikimkazia macho kana kwamba inasoma siri zote za moyo wake. Keisha alihisi akili yake ikikataa kubeba mzigo huo wa maono. Alipiga kelele za kuomba msaada, akinyoosha mikono yake hewani akijaribu kulizuia joka lile lisimkaribie, huku wanafamilia wengine wakimtazama kwa mshangao na hofu. Kwao, Keisha alionekana kama mtu aliyepata kichaa cha ghafla, kwani walikuwa hawaoni kitu kingine chochote zaidi ya Keisha akihangaika hewani. Waliingiwa na hofu sana, kwani walichoshuhudia ni kelele za Keisha na sio sauti ya yule nyoka, kwani Keisha alikuwa akimwona peke yake. Katika hali hiyo ya sintofahamu, Rolinda alianza kulia, akimwomba Mungu amsaidie mdogo wake. Alihisi kuwa labda kuna mapepo yanamtesa Keisha, bila kujua kuwa mapepo hayo yameletwa na roho ya wivu ya Keisha mwenyewe. Nyumba ile ambayo hapo awali ilikuwa na kicheko, sasa ilijawa na hofu, mashaka na harufu ya kitu kisicho cha kawaida. Bwana Isaac alijitahidi kumshika Keisha ili asijiumize, lakini Keisha alikuwa na nguvu za ajabu, akijitupa huku na kule akijaribu kukimbia maono ya joka lile ambalo sasa lilionekana kuwa kila mahali alipotazama. Tukio hili lilileta taharuki kubwa. Majirani walianza kusikia kelele na kujiuliza, nini kinatokea katika nyumba ya Bwana Isaac? Joakim alibaki ameduaa,
akijaribu kuelewa ni kwa nini mama yake mdogo alikuwa akitaja mambo ya kukiri na dawa katika maneno yake yaliyokatika. Keisha alikuwa ameingia katika mtego wa giza ambao yeye mwenyewe alikuwa ameuandaa kwa ajili ya Joakim. Ile dawa ambayo alidhani ingemaliza maisha ya kijana huyo, sasa ilikuwa imebadilika na kuwa hukumu ya kisaikolojia na kiroho inayomtafuna yeye mwenyewe. Hakuna aliyelala usiku huo, kila mmoja alikuwa akijiuliza ni nini kimemsibu Keisha, huku Keisha mwenyewe akizama zaidi na zaidi katika dimbwi la uoga na maono ya kutisha, ambayo alikuwa yameanza tu safari ya kumfanya alipe gharama ya usaliti wake. Muda ulienda kwa kasi, huku hali ya taharuki ikiwa imetanda katika familia ya Bwana Isaac na Rolinda. Baada ya siku 3, Keisha aliweza kuamka akiwa hospitalini. Alishtuka na kuanza kuangaza huku na huko asione chochote. Kisha aliamka kitandani pale na kukimbia moja kwa moja mpaka kwa yule mganga kutaka kujua kwa nini imetokea vile. Alipofika, cha kushangaza alimkuta yule nyoka tena kwa mganga akiwa amebadilika na kuwa na vichwa 7. Alianza kumfukuza na kurudia maneno yake yale yale kwamba anachotakiwa kufanya ni kurudi na kusema alichotaka kufanya kwa dada yake. Keisha alikuwa amepagawa kabisa. Akili yake haikuweza kustahimili taswira ya kiumbe kile chenye vichwa 7, ambacho kila kichwa kilionekana kutoa sauti tofauti ya shutuma na hukumu. Alipokuwa akijaribu kumuuliza mganga kwa nini dawa ile imegeuka kuwa laana kwake badala ya kwa Joakim, mganga hakuwa na majibu, kwani naye alionekana kutishwa na uwepo wa yule nyoka wa ajabu. Keisha alihisi kuwa ulimwengu wa giza aliyouamini umemsaliti. Nyoka yule alimfukuza kwa kasi ya ajabu kupitia vichaka na mapori, akimlazimisha kuelekea kule alikokuwa anapaogopa zaidi, kwenye nyumba ya upendo ambayo alitaka kuiteketeza. Aliondoka akiwa anakimbia kama aliyechanganyikiwa. Kila aliyekutana naye alimshangaa. Alipofika mpaka mlangoni mwa nyumba ya dada yake, akakutana na shemeji yake pamoja na dada yake Rolinda waliokuwa wakielekea hospitalini kumuona. Nao wakastaajabu na kuanza kumuuliza nini kimempata, mbona katoka hospitalini. Walijaribu kumtuliza bila mafanikio, na mwisho wa siku hakuwa na namna bali kuongea chanzo cha yeye kuwa vile. Akawaambia kwamba yeye ndiye alitaka kumuua Joakim, kwani hakupenda kuona dada yake anaishi maisha ya furaha. Sauti ya Keisha ilikuwa ikitetemeka, ikichanganyikana na kilio cha kwikwi na majuto. Alieleza jinsi alivyokwenda kwa mganga, jinsi alivyopokea dawa ya mauti, na jinsi alivyoiweka chini ya mto wa kijana asiye na hatia mara 2. Alikiri kuwa wivu ndio uliokuwa unamtafuna, akitamani kuona giza likitanda kwenye nyumba hiyo badala ya nuru iliyokuwepo. Maneno yake yalianguka kama mawe ya moto mioyoni mwa wasikilizaji wake. Walistaajabu wasijue ni kwa nini alifikiria vile, hali ya kuwa walimwonyesha upendo wote, na Joakim ndiye alikuwa mtoto wao wa pekee. Rolinda alipoteza nguvu na kuanguka, mikono yake ikiwa imefunika uso huku akitiririkwa na machozi ya uchungu. Hakupata picha ya jinsi mdogo wake, ambaye alimlea na kumkaribisha kama malkia, angeweza kupanga njama ya kumuua mwanawe pekee. Bwana Isaki naye alisimama akiwa ameduaa, hasira na huzuni zikipambana ndani yake. Upendo wao wote uliishia kujibiwa na sumu ya kifo. Joakim, ambaye alikuwa amesimama nyuma kidogo, alimtazama mama yake mdogo kwa huzuni kuu, akijiuliza ni kosa gani alilomtendea mpaka astahili kifo kutoka kwa mikono ya ndugu yake. Rolinda na mumewe walihuzunishwa sana na maneno yale, na walimuomba tu Keisha aweze kuondoka nyumbani pale na kurudi kijijini, kwani wasingeweza kuvumilia tena kuishi naye. Kulikuwa na ukimya wa kutisha baada ya uamuzi huo kutolewa. Hakuna aliyekuwa na hamu ya kuongeza neno lingine. Keisha, akiwa bado anatetemeka na kutazama pembeni akihofia kumuona yule nyoka, alijua kuwa amepoteza kila kitu. Uhusiano wa damu ulikuwa umekatika, na kile kicheko alichotaka kukizima kilikuwa kimebaki, lakini yeye sasa alikuwa mgeni wa kudumu wa huzuni. Ilibidi achukue kila kilichokuwa chake na kuondoka kurudi kijijini kwa majuto makubwa. Tamaa ikamponza. Alifunga virago vyake huku akisindikizwa na macho ya huzuni na kutoamini ya wale waliompenda. Alipokuwa akipita mlangoni, alijisikia mpweke kuliko wakati wowote katika maisha yake. Alirudi kijijini ambako sasa angeishi kama kielelezo cha usaliti, akizungukwa na kumbukumbu za uovu wake. Kila mara alipojaribu kulala, picha ya yule nyoka mwenye vichwa 7 ilimrudia, ikimkumbusha kuwa uovu hauna mwisho mwema na kwamba wivu ni kama moto unaomteketeza kwanza yule anayeuchochea kabla ya kuwafikia wengine. Mji wa Tupendane ulirudia utulivu wake baada ya muda, lakini kovu moyoni mwa Rolinda lilibaki. Hata hivyo, walijifunza kuwa upendo wa dhati na uaminifu ni kinga tosha dhidi ya hila za giza. Joakim aliendelea na masomo yake, akijua kuwa maisha yake yalikuwa na kusudi kubwa zaidi, kwa kuwa alilindwa dhidi ya mauti yaliyokuwa yakimvizia chini ya mto wake.
Familia hiyo ilizidi kushikamana, wakijua kuwa adui mkubwa anaweza kuwa yule unayekula naye mezani, lakini ukweli na haki daima vitashinda. Keisha alibaki kuwa hadithi ya kusikitisha kijijini kwao, mwanamke aliyepoteza paradiso ya upendo kwa sababu ya kutaka kuona wengine wakiteseka, akithibitisha kuwa tamaa mbaya huponza na huacha majuto yasiyofutika. Na hapo ndipo tunapofika mwisho wa simulizi yetu ya kusikitisha, lakini yenye mafunzo mazito kutoka katika mji wa Tupendane. Hadithi ya Keisha inatukumbusha kuwa wivu ni sumu inayomteketeza mwenye nayo kabla ya kumdhuru mwingine, na kwamba uovu hauwezi kamwe kushinda nguvu ya upendo na uaminifu. Joakim alinusurika kwa sababu ya moyo wake mweupe na kinga ya baraka za wazazi wake, huku Keisha akibaki na majuto yasiyofutika kijijini kwao. Hii iwe onyo kwetu sote, tufurahie mafanikio ya wengine na tujilinde na roho ya usaliti, kwani malipo ni hapa hapa duniani. Je, umejifunza nini kutokana na mkasa huu wa Keisha na dada yake Rolinda? Niandikie maoni yako hapo chini kwenye section ya comments. Kama umependezwa na simulizi hii, usisahau kubofya kitufe cha like. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe na uwashe kengele ya taarifa ili usipitwe na simulizi nyingine kali zinazokuja. Pia, share video hii na ndugu na rafiki ili ujumbe huu wa upendo na tahadhari uwafikie wengi. Asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii ndani ya Nyumba ya Simulizi. Tukutane tena katika mkasa mwingine wa kusisimua. Kwaheri.